Na tukisalia pwani, kwamba baadhi ya Wakenya na mashirika ya kibinafsi waliendelea kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii kwa kutoa chakula kisiwani Mombasa. Maelfu ya wakazi walinufaika na msaada huo wa eneo bunge la Mvita, huku wakitoa wito wa umoja na utangamano kuendelea miongoni mwa Wakenya wakati huu ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Zaidi ya mbuzi 1500 zilichinjwa kwenye sherehe za Idul Adha kwa manufaa ya wakazi wote bila kujali dini. Kutuleta pamoja kama jamii ili tuweze kuwafikiria wale ndugu zetu ambao ni wanyonge, tuweze kusherekea pamoja na wao. Hii ni siku ya kufikiria maskini, kufikiria wale ambao hali zao ni za uchochole, ili wasijione unyonge katika idi hii kubwa ambayo tunashirikiana sote katika kuchinja, na tunakuja pamoja ili kuwezesha ndugu zetu, kuwatia furaha ndani ya mioyo yao. Waislamu tumefunga siku kadhaa ambazo tumefunga Waislamu, na tumeshukuru kwa Lulu kutuletea hii riziki na kutuletea tunu. Mimi nitasema ni kama tunu, manake si watu wengi ambao wanagawanya nyama wanakumbuka wale needed ambao wanahitaji kitu. Kusema la kweli, wengi hawapati. Kwa hivyo hii siku ya leo, darubini yangu ile nimepiga, nimeona watu wengi ambao wanahitaji, wamefunga, na watu ambao yani walikuwa wanatamani nyama. Ametoa mchango mkubwa kwa watu wenye hawajiwezi na wenye pia hawakuwa na uwezo wa kuchinja. Amewapatia tunu, yani amewapatia zawadi ya nyama, kwa sababu wengi si wote wako na uwezo wa kuchinja. Na pia nashukuru kwa sababu ameinvite wote, sio kwa Islam peke yake. Ameonyesha upendo pia kwa dini ya hiyo isiyokuwa ya Kiislamu, kwa sababu hii hao watu wako hapa wamekuja kwa sababu ya ile urafiki na umoja.